Zirai. Napenda kutangazia umma ya kwamba nimeokoka na nampenda Yesu. Kabla ya yote nataka niombe. Bwana Yesu, ninasema asante kwa rehema na fadhili zako. Asante kwa nguvu zako na matendo yako makuu. Asante kwa neema yako na wakati huu mzuri ambao Bwana nimepata kibali machoni pako kwa ajili ya kuzungumza na Mtanzania anayenitazama saa hii. Ninaomba rehema yako, ninaomba msaada wako, ninaomba nguvu zako, jicho la kinabii. Ninahitaji neema yako na karama zako. Ninahitaji uwepo wako na nguvu zako. Damu yako ya thamani itiririke mazingira haya. Damu yako ya thamani itiririke kwa mtazamaji anayenitazama sasa hivi. Nasema ninaachilia nguvu za Mungu kila eneo. Ninaachilia uwepo wa Roho Mtakatifu kila eneo. Ninasema asante kwa Jumamosi njema sana wakati kama huu Mungu ambao nimepata kibali machoni pako. Maana ni kwa neema yako niko hapa, ni kwa neema yako niko hivi, ni kwa neema yako na yafanya haya. Yesu, asante kwa rehema na fadhili zako. Ninakuomba Mungu mwenye nguvu na uweza, uwe pamoja nami saa hii, uzungumze na watu wako saa hii, uhudumie watu wako saa hii, uwabariki watu wako saa hii, uwafungue watu wako saa hii, uwaokoe watu wako saa hii. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaachilia nguvu ya Mungu nyingi, naachilia damu ya Yesu ya kutosha, ninashusha moto wa Roho Mtakatifu kwenye nyumba sasa hivi ya mtu anayenitazama hapo nyumbani kwako. Nasema ninaachilia nguvu ya Mungu, ninaachilia damu ya Yesu yenye uponyaji. Nasema ninaongea na wewe mwenye shida kwenye tumbo. Nasema ninaachilia moto mkali sasa hivi, naachilia damu ya Yesu sasa hivi. Ikaya na masatalabo ramakaya na masetelebe telirika handika ya na masatalabo. Ninapiga kila aina ya roho chafu iliyoshikilia tumbo la uzazi. Ninapiga kila aina ya majini. Ninapiga jini makata na jini subiani. Ninapiga kila aina ya roho chafu zinazotesa maisha yako, zinazotesa hatima yako, zinazotesa ndoa yako, zinazotesa kazi yako. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nasema ninapiga kila roho, majini yaliyotumwa na mapepo, yaliyotumwa na mizimu ya ukoo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, nasema ninaachilia nguvu ya Mungu sasa hivi kwenye chumba chako. Ninaachilia damu ya Yesu sasa hivi sebleni kwako, popote unaponitazama. Nasema ninatuma malaika kijijini kwenu, ninatuma malaika aliyefunga uchumi wako aachilie, aliyefunga maisha yako aachilie. Ninapiga madhabahu za kwenu, ninavunja madhabahu zote, uchawi wa majoka ninayapiga na kuyafyeka vipande vipande kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaachilia nguvu ya Mungu nyingi kwa mwanafunzi mwenye changamoto ya kufaulu. Ninaachilia nguvu ya Mungu nyingi kwa mwanafunzi mwenye changamoto nyakati za mtihani. Anapata matatizo, anapata magonjwa, macho yanapata shida, fikra zake zinapata shida. Na weka moto wa Roho Mtakatifu, nenda ukafaulu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Nasema ninaachilia nguvu ya Mungu, ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu kwa mtu yeyote anayesumbuliwa na mapepo, yeyote anayesumbuliwa na wachawi usiku, anayesumbuliwa na ndoto za jini mahaba. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, anayesumbuliwa na ndoto za kulishwa vitu vya kula vya kichawi, safari za kusafiri usiku wa manane. Kwa damu ya Yesu Kristo, anayetumia mwili wako kama usafiri, anayetumia mwili wako kama chombo cha kichawi, nasema ninamkamata kwenye ulimwengu wa roho, na sambaratisha uchawi kwenye mwili wako, na sambaratisha uchawi, na piga uganga, na piga mizimu yote, na piga majini yote. Akaya na masetelebe ramakaya na masatalabo rakaya na masetelebe. Na weka moto mkali kichwani mwenye tatizo la kichwa, majini yaliyotumwa kwenye kichwa, ninasa
ninasambaratisha mapepo yaliyotumwa kwenye kifua kwa jina la Bwana. Kwa damu ya Yesu naachilia moto mkali kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye unyayo kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, aliyebeba mnyayo, aliyechota mchanga akalani maisha yako, ardhi inanisikia hapo nyumbani kwako sasa hivi, ninaachilia moto mlangoni, ninaachilia moto chumbani, naachilia moto barabarani, naachilia moto njia panda kwa jina la Yesu Kristo. Nasema ninakutoa kwenye laana, toka kwenye laana, toka pepo mchafu ndani ya mtu huyu, toka kifungo cha umasikini, toka kifungo cha ulevi kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ikaya na masetelebe ramakaya na masatalabo rakaya na masatalabrakapa rikolono sotoka payana telirika hande kaya na masetelebe rakia na masetelebia lebrika hande kaya na masatalabo rikolono sotoka payana rakaya na masatalabrakapa ramakaya na masatalabo ramakaya na masetelebe ikaya na masatalabo rikolono sotoka payana. Yesu, inasema asante kwa rehema na fadhili zako. Asante kwa watumishi wako. Ninakuomba Mungu, uzidi kuwafungua, uzidi kuwabarikia, uzidi kuwatakasa na kuwawezesha, uzidi kuwainua. Neema ya kuongezeka ingie kwenye maisha yao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Shalom, shalom mwana wa Mungu. Yesu atukuzwe sana. Mimi ninawapenda. Nataka nizungumze kidogo. Majina yangu ninaitwa Emmanuel John Mzirai, ni mtumishi wa Mungu. Ninapatikana hapo Mbezi Beach Goigi. Kwa wewe ambayo kwa maeneo jirani au uko mbali, hakuna sehemu ambayo haifikiki, jitahidi haraka kesho uje kwenye ibada. Kwa wewe ambaye unaona kuna changamoto inakusumbua, umekuwa ukisumbuliwa na ndoto za jini mahaba, unaota unashiriki tendo alafu unaishiriki naye humjui, au unaota unafunga harusi, unaota unakula vyakula, unaota unavalishwa pete. Haya ni mandoto mabaya, yanaleta madhara makubwa kwenye ndoa, yanaleta madhara makubwa kwenye mahusiano, yanaleta madhara makubwa kwenye uchumi. Kwa hiyo tunahitaji watu wawe na amani, tunahitaji watu waokoke, tunahitaji watu wakombolewe, tunahitaji watu watoke kwenye mateso, tunahitaji watu watoke kwenye hizi laana, tunahitaji watu watoke kwenye vifungo. So unaweza ukajitahidi siku ya kesho, karibu hapa Mbezi Beach Goigi, njoo tumuite Mungu, njoo tuombe pamoja. Kesi yako imekwisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nasema ukikanyaga hapa, hii ni madhabahu ya kifalme, na wakati huu ndio wakati ambao tunahitaji watu watoke kwenye utumwa, waishi kifalme. Tunahitaji watu watoke kwenye vifungo, waishi kwa uhuru. Tunahitaji watu watoke kwenye magonjwa, waishi kwa afya njema na neema ya Mungu ndani yao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Namba yangu ni 0675 79 11 15. Narudia tena 0675 79 11 15. Unaweza ukanitumia message, unataka tuombee jambo gani, nitumie kwa message, alafu nitaomba pamoja na wewe kwenye kipindi hichi. Karibu sana Mbezi Beach Goigi, karibu sana. Yesu anakusaidia. Yesu hajawahi kupitwa na wakati, ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hajawahi kuishiwa na jambo jipya, analo jambo jipya siku ya kesho kwa ajili yako. Na kesho ni operation ya kukomboa familia. Kwa hiyo tutakuwa pale katika kuvunja vibuyu na mikoba, kuvunja vikapu vya kichawi, kupiga makaburi ya mababu na mabibi yanayoleta
maana kwenye maisha ya watu tunahitaji watu wakombolewe, tunahitaji watu wabarikiwe, tunahitaji watu wafanikiwe, tunahitaji watu wamjue Mungu wa kweli. Lakini kifungo kimekuwa maskini, kifungo kimekuwa magonjwa, kifungo kimekuwa ndoa, kifungo kimekuwa uchumi. Nataka Yesu aingie ndani yako kwa nguvu, na kuanzia hapo utaliona badiliko kwenye maisha yako. Utamwabudu katika roho na kweli, ukiwa ni mzima na buheri wa afya. Halipo jambo la kumshinda Yesu. Hakuna shetani aliyetumwa kwenye maisha yako ambaye anaweza akamshinda Yesu. Hayupo. Na kuambia tu usikate tamaa. Mimi nakuhakikishia usichoke. Jitie nguvu tena. Kesho tukutane ibada. Karibu Mbezi Beach Goigi. Kama unatoka Mwenge ni upande huu, mkono wako wa kushoto. Kwa mkono wako kushoto ukishuka tu hapo, basi piga kwenye hizo namba za simu. Watu watakupokea. Njoo tumuite Mungu, urudi nyumbani na mafanikio tele. Uende ukafanikiwa kwenye wiki yako na juma lijalo na siku zinazokuja. Nataka nizungumze kidogo kwa habari ya mtu anayehitaji kufanikiwa jioni ya leo. Kwa mtu ambaye anatamani kumfahamu Mungu zaidi, kwa mtu ambaye anatamani kuongezeka kwenye kila jambo, iwe ni kwenye elimu, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye uwekezaji, iwe ni kwenye huduma. Mungu kuna siri anazo. Na miongoni mwa siri nataka nikupe jioni ya leo ni mipaka ya kuongea. Si kila jambo lazima uliongee, na si kila kitu lazima wewe ndio uongee. Ni nzuri sana kunyamaza ili Mungu aongee. Mambo mengi hayafanikiwi kwa sababu tu unawaambia watu. Mambo mengi hayaendi sawa kwenye maisha yako. Unakutana na changamoto mbalimbali, unakutana na vikwazo mbalimbali, unakutana na vifungo vya namna nyingi na vizuizi vya namna tofauti tofauti kwa sababu moja tu, unawaambia sana watu mambo yako. Idea ya biashara ulionayo ni nzuri, si mbaya. Kuna watu wanauza hata mchanga hapa mjini na wanafanikiwa. Lakini wewe unauza biashara ambazo pengine ni chakula, pengine ni biashara za nguo, pengine ni magari, pengine ni biashara ni nyingi, na zote zina wahitaji na wahitaji wako hapa mjini. Lakini kwa nini mambo yako yanafungwa? Kwa nini mambo yako hayaendi? Kuna utofauti kidogo. Mafanikio ni siri. Jifunze kutunza siri. Jifunze kunyamaza. Si kila kitu unaongea. Ukiongea huwa milango inafungwa. Ukiongea mambo yako milango inafungwa. Ukiongea nataka si nifanye biashara, fanya kwanza. Watu waone matokeo kwamba amefungua biashara sehemu fulani. Tangaza hiyo biashara. Lakini umeshapata wazo tu mapema, umeanza kuzurura huku na huku kwa Majuma, kwa Aisha, kwa nani, nataka nifanye hiki, nitoke hapa niende pale. Hapana. Punguza mambo mengi. Watu unaowaambia usiwaamini sana. Watu ambao wanazungumza na wewe na kukusikiliza sio wote wazuri, na wengine ni wazuri, lakini ziko roho nyuma ambazo zikisikia zinakasirika. Zinaweza zikaja kwa nguvu kwenye jambo lako. Ghafla ukashangaa biashara uliokuwa unataka kufungua, kuna vikwazo vimetokea, kuna dharura zimetokea, imeshindikana. Iwe ni magonjwa yametokea au ni changamoto mbalimbali za dharura, za matatizo nyumbani kwenu, wazazi wako wanahitaji msaada wa jambo fulani. Shangaa kale kamtaji ulikuwa unataka ufanye biashara kamefia pale. Kwa nini? Idea yako ilikuwa nzuri na mipango yako ilikuwa mizuri, lakini ulipomwambia mtu hukujua ni nini kilichojificha nyuma yake. Kila mtu unayemwona ana vita ambayo haitaki afanikiwe. So unapoona mtu anafanikiwa, ni vita anapigana nayo, anaishinda. So lazima ujifunze kupigana vita na kushinda. Ukishinda unafanikiwa. Lakini ndio kwanza unaanza wazo la jambo fulani, wazo la kitu fulani, au wazo la huduma, bado hujapata confirmation yako na Mungu vizuri. Umeshaanza kuzurura huku na huku, unawaambia watu nataka nifanye kitu fulani, nataka nifanye kitu fulani, nataka nifanye kitu fulani.
Kuna changamoto zinaweza zikakukuta kwa sababu ya kinywa chako kutokuwa kimya. Kuna changamoto zinaweza zikakukuta kwa sababu ya mdomo wako kuongea. Ukikutana na mtu ukamwambia habari njema ambazo ni malengo yako, huyu mtu kama ana roho isiyotaka yeye mwenyewe afanikiwe, hizi roho zinasema kwa sababu zimeona, zinasema huyu anataka kufanya biashara hii, na huyu akifanikiwa, huyu rafiki yake anaweza akamsaidia na huyu. Sasa tunachotaka hapa, twende kwa nguvu, twende wengi, tuungane hata na wale mizimu ya kwao na miungu ya kwao, tupige hii idea asitoboe, asifanikiwe. Kwa nini? Akifanikiwa atamsaidia na huyu. Hizi ni roho zilizoko nyuma. Rafiki yako anaweza kawa ana nia njema, ana mawazo mazuri na anapenda pia ufanikiwe, lakini ana vita. So ukiongea, unapokuwa unaongea hizi roho zinaona, unapokuwa unaongea hizi roho zinasikia. Mafanikio ni siri. Unahitaji kufungua duka, usiongee, fungua kwanza. Unahitaji kufungua mgahawa, usiongee, fungua kwanza. Unahitaji kufungua supermarket, usiongee kwa watu, fungua kwanza. Waone supermarket ile pale, waende wakanunue bidhaa. Hayo ndio mambo ya msingi. Jifunze sana kupunguza marafiki, kupunguza muda wako mwingi wa kuongea na watu, na kutengeneza muda wako mwingi kumsikiliza Mungu, kutengeneza muda wako mwingi kuwa rohoni. Hili litakusaidia kwa sababu nguvu za rohoni ndizo zinazoamua maisha yako, ndizo zinazoleta matokeo yako. Hapa nikikemea, nikiomba sasa hivi, mtu anayefunguliwa aliyoko nyumbani kwake, kinachomfungua si mimi, ni nguvu za rohoni zilizoko ndani yangu, ni Yesu aliyoko ndani yangu. Huyo ndio hutembea kwenye nyumba za watu sasa hivi, ndio hutembea kwenye maisha ya watu sasa hivi, hufungua fahamu za watu, hufungua malango yaliyofungwa, hufungua kila ambacho Mungu anahitaji upate, anakifungua, kinakuja kwenye maisha yako. Kwa nini? Adui amekuwa akifunga maisha yako. So unahitaji nguvu za rohoni. Unahitaji mafanikio yanaanzia rohoni. Unahitaji neema ya Mungu iongezeke. Punguza kuongea. Zidi sana katika kuomba. Zidi sana katika kumtafuta Mungu. Kuna mwingine ni mchawi kabisa, lakini wewe huwezi kujua. Mchawi akitembea huwezi kusema mimi ni mchawi na loga watu. No, anaongea vizuri. Na yeye anafundishwa huko kwamba kaa na watu vizuri, ongea na watu ili uwe karibu na hao watu, ujue namna ya kuwatafuna maisha yao. Kwa wengine huwajui. Mwingine unamwambia jambo lako, lakini anatamani afanikiwe kwanza yeye ndio akusaidie wewe. Hicho kitendo, kwa nini wewe umepata idea? Kwa nini wewe umepata hiyo neema? Kinamuuma. Unanielewa vizuri? Hivyo basi, kuzungumza mambo yako au mipango yako kwa watu ni kushirikisha negative spirits zingine mambo yako ya kimafanikio. Ni vizuri sana kutenga muda wako na Mungu. Ni vizuri sana kutenga muda wako kwa ajili ya kufanya shughuli zako, upige kazi za kutosha, ufanye maendeleo, ulete hicho ulichokuwa una plani, alafu kikileta watu waone, watu wanunue kama ni bidhaa. Lakini umepata tu wazo, umekimbia haraka kwenda kuzungumza. Mungu anazo siri nzito sana, hajazitoa mpaka leo. Anatupa zile ambazo anaona haya yanastahili sisi kujua, lakini ambayo hayastahili utajiuliza, na mengine hata uwezo wa kujiuliza hautakuwa nao. Ana mipaka yake ambayo anajua hapa ni mimi mwenyewe, hata malaika sitaki wajue. Kwa hiyo siri ni jambo la msingi kwenye maisha ya mtu. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza 4 mstari wa kwanza anasema, mtu na tuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Unahitaji kufanikiwa. Mungu anataka aingie kufanikishe. Anataka akusaidie. Unao uwezo wa kumaintain siri hiyo. Unao uwezo wa kubeba anachokupa Mungu ili kilete matokeo, kisaidie watu. Au wewe ukipewa unakitoa tu, unakimbia?
unaenda kuongea hata kabla hakijafanya kazi. Amen. So mafanikio yako ni siri. Kitabu cha Marko 9:9. Na walipokuwa mlimani, aliwakataza wasimweleze mtu walioyaona hata mwana wa Adamu atakapokuwa amefufuka katika wafu. Mungu anapenda siri. Ni vizuri uwe na siri. Hapa tunaona kina Petro walimuona Yesu, ghafla vazi lake limebadilika. Yuko na Elia, yuko na Musa. Wakasema si vizuri tujenge vibanda. Baadaye wakamuona yuko peke yake, alafu akawaambia msimweleze mtu mpaka atakapokuwa amefufuka. Kwa nini? Maana yake mpaka atakapokuwa amekamilisha misheni yake, mpaka atakapokuwa amemaliza jambo lake, mpaka atakapokuwa amekamilisha ile kazi yake aliyokuwa anafanya, then endeni mkawaambie watu. Amen. Mathayo 13 mstari wa 11 na 12. Akajibu akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa, naye atazidishiwa tele, lakini yeyote asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Matajiri wana uwezo wa kuficha siri za mafanikio yao. Ukimuuliza atakwambia tu fanya kazi kwa bidii. Ni kweli unafanya kazi kwa bidii, na ni nzuri kazi yako unayofanya, lakini ina maana haufanyi kazi kwa bidii ndio maana ufanikiwi? No, iko siri ya kufanikiwa. Iko siri ya kumtafuta Mungu. Iko siri ya kumjua Mungu. Iko siri ya kumsikia Mungu. Iko siri ya kupata maelekezo na mambo gani yanatakiwa kufanyika ili kuendesha kampuni, ili kukuza kampuni, ili kukuza biashara, ili kufungua biashara. Lazima uwe na mipaka ya kuongea. Lazima mdomo wako uwe na kikomo. Sio kila jambo unaongea na watu mambo yako. Hapana. Jitahidi kuhold siri zako ili Mungu akubarikie, na utafanikiwa sana ukijifunza kutunza siri. Utainuliwa sana ukitunza siri za kazi yako. Utaongezeka sana ukitunza siri za ofisi yenu. Utafanikiwa sana ukitunza siri za bosi wako, au siri za mafanikio yako, au za biashara yako, au za ndoa yako. Mambo yako usimwambie kila mtu. Mungu akubarikie sana. Uliyepata neema ya kujua siri hii, jifunze kuwa mkimya. Jifunze kunyamaza. Amen. Yesu awabariki. Ninawakaribisha ibada ya kesho, lakini pia tuma meseji yako sasa hivi ya maombi unayotaka tuombe. Tutaomba hapa. Amen. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninaomba toba na rehema. Naomba unisamehe makosa yangu. Naomba unioshe na kunitakasa kwa damu yako. Yesu, nimekuja mbele zako. Nimekuja madhabahuni pako kusema nawe. Nawe useme nami, kuzungumza nawe. Nawe uzungumze nami. Ninaungama kila aina ya dhambi, kila aina ya makosa niliyokukosea, iwe ni kwa kuwaza, iwe ni kwa kutenda.
kutenda, iwe ni kwa kuzungumza, kwa kunena, kwa kinywa changu. Yesu naomba rehema. Yesu naomba unisamehe. Naomba unitakase. Naomba unisafishe kwa damu yako. Naalika nguvu zako. Naita wema wako. Naita neema yako. Yesu nisaidie. Yesu nipiganie. Aya, twende mbele za Mungu kwa toba haraka haraka. Mungu wa baraka, Yesu Kristo, niko mbele zako tena kwa toba. Mungu mwenye nguvu nisamehe. Bwana wa majeshi nisamehe. Mungu wa mamlaka nisamehe. Mwaminifu nisamehe. Yesu Kristo samehe. Tusamehe watoto wako. Nisamehe mwanao Bwana. Nisamehe mwanao Kristo. Nahitaji toba kutoka kwako. Nahitaji msaada kutoka kwako. Yesu Kristo kanisamehe. Bwana Yesu kanisamehe. Kanirehemu mwana wa Adamu. Kanirehemu Mungu mwenye nguvu. Yesu nahitaji msaada wako kupitia toba yako Bwana. Yesu Kristo kanisamehe. Bwana wa uzima kanisamehe. Mungu wangu kanisamehe. Bwana wangu kanisamehe. Mwaminifu wangu kanisamehe. Simba wa Yuda kanisamehe. Nisamehe mwanao Bwana. Nisamehe mwanao Kristo. Nisamehe mwanao Yesu. Nahitaji msamaha wako. Nahitaji rehema zako. Nahitaji toba yako. Bwana wa uzima nisamehe. Yesu Kristo nisamehe. Bwana wa majeshi nisamehe. Mungu mwenye nguvu nisamehe. Bwana wa baraka nisamehe. Bwana wa uzima nisamehe. Yesu Kristo nisamehe. Nisafishe Bwana wa uzima. Yesu Kristo kanioshe. Nahitaji kuosha kwa yako. Nahitaji kuosha kwa ndani yako. Tengeneza na Mungu. Tunaenda vitani muda si mrefu. Usipotengeneza na Mungu, hautaweza kwenda naye vitani. Utapigana mwenyewe. Tengeneza na Mungu. Tengeneza na Mungu. Rakayana masakalabo. Rikono sotoka payana. Telirika hande kayana masakalabo. Rakiana masetelevia. Lebrika hande kayana maseteleve. Rikono sotoka payana. Ramakayana masakalabratakapa. Ramakayana masakalabo. Rikono sotoka payana. Telirika hande kayana maseteleve. Rakiana masetelevia. Lebrika hande kayana masakalabo. Rikono sotoka payana. Rakayana masakalabratakapa. Ramakayana maseteleve. Rikono sotoka payana. Telirika hande kayana masakalabo. Rakiana masetelevia. Lebrika hande kayana maseteleve. Sema ye Bwana Yesu, ninaomba toba kwa ajili ya ukoo wangu, upande wa mama, upande wa baba, kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha tatu, kizazi cha nne. Hey Yesu, naomba toba, naomba rehema kwa namna yoyote. Ukoo wangu umekukosea, wazee wetu wamekukosea, wakaabudu miungu, wakatoa sadaka kwenye matambiko, kwenye makafara, tukapata laana, tukapata adhabu ya umasikini, ya magonjwa, ya utasa, ya ugumba, ya kukataliwa. Yesu naomba rehema. Yesu naomba msamaha. Naomba utusamehe. Na masetelebe tenirika handeka ya na masatalabo. Rakia na masetelebia. Lebrika handeka ya na masatalabo. Riko magharibi, upande wa kaskazini, upande wa kusini, tunaita damu ya Yesu. Damu ya Yesu ishuke, ishuke, ituokoe na dhambi. Ishuke, ituokoe kwenye umaskini. Ishuke, ituokoe kwenye laana. Weita damu ya Yesu. Hii ni silaha pekee yenye uwezo wa kumtoa mtu gerezani. Hii ni silaha pekee yenye uwezo wa kufuta dhambi zako. Hii ni silaha pekee yenye uwezo wa kuleta amani kwenye ndoa. Hii ni silaha pekee yenye uwezo wa kubadilisha matokeo, yenye uwezo wa kuleta amani kwenye
nyumba yako, kuleta mipango ikae sawa, yenye uwezo wa kuleta faida unayotafuta, faida unayotafuta. Rakaya na masatalabo, ikaya na masetelebe, ramakaya na masatalabo, rikolono sotoka payana, ekresetelika andekaya na masatalabo. Kioo kinachomulika kwenye ndoa yangu, kinachomulika kwa watoto wangu, sema napasua hicho kioo, sema napasua kwa jina la Bwana, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ayavunja hicho kioo, vunja kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Napasua vioo vya waganga wa kienyeji, kwa jina la Yesu, vioo vya kichawi, kwa jina la Yesu. Wapiga kioo, vunja 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 kioo. Kuna watu wanateseka, wanaitwa kila siku kwenye vioo vya kichawi, wanaitwa sura zao, wanaitwa picha zao, unahangaika huko mjini peke yako. Vunja hicho kioo kilicholeta laana kwenye uzao wako, vunja hicho kioo, vunja hicho kioo, vunja kioo cha kichawi, vunja kioo. Akaya na masetelebe, ramakaya na masatarabo, vyote kolono sotoka payana, vyote napasua. Nasema ninaita moto mkali, kali, ninapasua kioo cha kichawi, ninapasua hicho kioo kilichoshika maisha yako, hicho kioo wanachotumia imekuwa ni screen inayoleta details za maisha yako, inayotoa taarifa kwa maadui zako, kwa wachawi. Ramakaya na masatarabo, rikolono sotoka payana, telirika ande kayana masetelebe, rakia na masatelevia, lekresete, ikaya na masatalabo, rikolono sotoka payana, ramakaya na masetelebe. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, napasua vioo vyote na laza zao zote na laza zao zote, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema ninapiga mchawi aliyefunga maisha yangu kupitia nguo, kupitia kitambaa, kupitia uzi. Sema wewe uliyeshika nguo yangu ikapotea kwa kutatanisha, ukalani maisha yangu, ninakupiga kwa jina la Bwana, ninakupiga kwa damu ya Yesu. Piga sasa, piga sasa, piga sasa. Kuna nguo ilipotea, haujui ilikokwenda. Wachawi waliiba, wachawi walichukua, wanaitumia hiyo, wanaitumia hiyo. Nasema akamatwa apigwe. Aliyefunga maisha yako kwenye miti, kwenye migomba, aliyefungia nguo yako chini, akamatwa apigwe, akamatwa apigwe kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Nasema ninaita nguvu za Roho Mtakatifu, naita moto ushuke, moto kwa damu ya Yesu Kristo. Ikaya na masatalabo, teketeze ramakaya na masetelebe, ikaya na masatalabo, rekolono sotoka payana, ramakaya na masatalabo, ramakaya na masetelebe, rekolono sotoka payana, pelirika ande ikaya na masatalabo, rakia na masetelebe, lekresetei, ikaya na masatalabo, rekolono sotoka payana, ramakaya na masatalabo, ramakaya na masetelebe, ikaya na masatalabo, rekolono sotoka payana, pelirika ande ikaya na masetelebe. Nasema aliyekukamata kwenye kitovu, kwenye kitovu, napeleka moto. Aliyeshika kitovu, aliyeshika kitovu, napeleka moto kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Nasema achie, nasema achie, nasema achie.
Yesu rekolo sotoka payana ramakaya na masatala po ramakaya na masatele rekolo sotoka payana. Bwana Yesu akubarikie sana kwa kuitazama ibada hii na kuungana nasi na kufanya maombi. Muda wetu umekimbia sana, ni kuombe. Nimeona message ziko hapa nyingi. Nikitoka hapa nitawatafuta mtu mmoja mmoja na nitaomba nao. Wengine mnaweza mkanipigia tu kwa sababu nitakuwa tena sasa muda wote niko hewani. Lakini kwa hapa muda leo umekimbia, nipishe ratiba zingine. Karibuni sana ibada ya kesho. Yesu anawapenda. Hizo changamoto mlizo nazo zinaisha zote, njoo kwa Yesu. Karibu hapo Mbezi Beach. Kama watu walioko Mbezi Beach ni jirani, kimbia hata kwa mguu. Walioko mazingira ya mbali basi jiandae mapema. Ibada itaanza saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 7 kamili tumemaliza. Yesu awabariki sana.